Huduma zote bado hazijakamilika kidigitali. Ningetamani huduma zote sasa hivi za RITA ziende kidigitali ili kuweza kutoa huduma bora kwa Watanzania, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba anataka Watanzania wapate haki zao za msingi kupitia vizazi, vifo pamoja na ufilisi, lakini pia tuweze kupata huduma stahiki kwa kupatikana kwa vyeti vyetu kwa masaa takribani 48. Sasa yako mambo ya kusisitiza ambayo ningependa niyaseme machache. La kwanza, kuhakikisha kuwa huduma ya kidigitali, taasisi zote iharakishe mchakato wa kuhakikisha kwamba huduma hii inapatikana ili mifumo iweze kusomana. Lakini jambo lingine ni utoaji wa vyeti vya haraka, ambapo leo hii tutazindua utoaji wa vyeti kwa masaa 48 ukishamaliza usajili wako, na hii itarahisisha Watanzania wengi kupata haki zao kwa haraka ili waweze kupata huduma iliyo bora na kuweza kwenda kufanya shughuli zao kwa haraka zaidi, na taifa litasonga mbele na kuwa na uchumi imara. Maanake bila nyaraka hizi, wakati mwingine kuna mirathi wanahitaji vyeti, kuna masuala mengine, kwa mfano ndoa wanahitaji vyeti, kuna wengine wanahitaji mtu kafariki anahitaji cheti ili wakafungue mirathi. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo naamini kwa masaa 48 tunakwenda kuzindua leo yatakuwa ni mafanikio makubwa kwa taifa letu la Tanzania, na tutakuwa tumetekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais na adhima yake ya kutoa haki kwa Watanzania. Yako mambo ambayo ni vema tukayasisitiza pia. Wakala ianzishe na kuimarisha mfumo wa usuluhishi kabla ya taratibu za mashauri ya mirathi kuanza rasmi mahakamani ili kupunguza migogoro ya wanufaika. Wakati mwingine kunakuwa na mgogoro mkubwa sana. RITA mkae mjipange, mtuletee utaratibu mzuri zaidi ili haki iweze kutendeka, na sisi tuko tayari, kwa sababu sasa hivi tunakwenda na teknolojia, tunaenda na wakati, ili haki iendelee kupatikana kwa wananchi wa Tanzania, hasa kwenye swala la mirathi. Na wakati mwingine unaambia sasa simamia hiyo mirathi, lakini wakati mwingine yule aliyokabidhiwa anakwenda anakabidhiwa nyumba, anakabidhiwa magari, kinachoendelea yale nyumba, magari yote yanauza, wale watoto wa marehemu wanabaki hawana kitu chochote. Sasa lazima tubadilike, hasa kwenye hili swala la haki kwenye mirathi na ndoa. Bado tuna changamoto kubwa. Kwenye vyeti kwa kweli tumefika hatua nzuri. Kama leo tunakwenda kuzindua kutoa vyeti masaa 48, maana yake ni maelekezo haya ambayo tumeyatekeleza kwa wakati ya Mheshimiwa Rais. Sasa twendeni tukaangalie kwenye ndoa, kuna changamoto kubwa bado. Na twendeni tukaangalie kwenye mirathi, bado kuna changamoto kubwa sana. Na bahati nzuri sisi tunasimamia jambo hili, na sasa hivi kuna namba maalum ya kupiga kuhusu masuala ya mirathi, na unapata taarifa zake na unashauriwa. Lakini kiukweli wanaonyanyasika ni wale watoto wa marehemu wanaobaki. Kwa asilimia kubwa changamoto hii bado ipo. Na maeneo mengine utakuta ukiwa mzima hivi, wazazi ndugu zako wanakuheshimu sana na wanasema tunakwenda mdogo wetu au kaka yetu yuko vizuri na nini, umeondoka tu. Kama una shamba wanavamia, kama una gari utakuta ashachukua funguo, amewasha gari, wameondoka. Mke akienda kusema hizi mali za mume wangu, anasema wewe umeolewa tu, umekuja hapo, si umeolewa tu bwana, wewe ni nani? Wewe rudi kwenu tu, mume aliyokuoa amefariki. Wewe sasa hivi mali hizi za mdogo wetu au za kaka yetu na watoto wake, sisi watoto tutawalea. Digitali, wakala una mfumo wa e-RITA ambao hadi kufikia Novemba 2025 jumla ya huduma 25 kati ya 36 zinapatikana kupitia mfumo wa e-RITA. Katika kuhakikisha maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuhakikisha mifumo inasomana na kubadilishana taarifa, wakala umeunganisha na kuwezesha kubadilishana taarifa za mifumo yake na taasisi 26 za serikali na 4 za sekta binafsi ambazo zimebainishwa katika kiambatisho A inachopatikana kuanzia ukurasa wa 22 hadi wa 28. Mheshimiwa Waziri, sehemu ya 5 ya taarifa yangu imeainisha mafanikio ya utekelezaji wa majukumu ambayo imeainishwa kuanzia ukurasa wa 18 hadi wa 19, ikiwemo kuongeza vituo vya usajili
kutoka vituo 139 hadi kufikia vituo 11,902, ikiwemo halmashauri 184, vituo vya kata 3,957 na vituo vya tiba 7,761. Hivi imesaidia kupunguza umbali wa mwananchi kufuata huduma. Vile usajili na kutoaji wa vyeti vya matukio vya vizazi kwa muda wote kutoka 25,801 ilikuwa mwaka 2004 hadi kufikia 1,846,782 mwezi Novemba mwaka huu. Mheshimiwa Waziri, sehemu ya 6 ya taarifa yangu imebainisha changamoto na mikakati ya kutatua changamoto katika ukurasa wa 19 hadi wa 20. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na kiwango kidogo cha uandishi na uhifadhi wa wosia. Hii imekuwa ikiibua migogoro ya mirathi na matumizi mabaya ya mali za taasisi zinazosimamiwa na bodi hizo. Sehemu ya 7 ya taarifa hii imeainisha hitimisho ambalo linapatikana katika ukurasa wa 21. Mheshimiwa Waziri, wakala umeandaa mpango wa kutoa vyeti vya kuzaliwa kidigitali ndani ya masaa 48 ikiwa ni hatua ya kimkakati ya kutekeleza maelekezo ya serikali ya awamu ya 6 yanayoongozwa na Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia mpango huu, wakala imelenga kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa wakati, kwa ufanisi na kwa ubora unaotakiwa, sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mifumo ya utoaji huduma na kuongeza upatikanaji wa huduma bora za kijamii kwa wananchi wote. Mheshimiwa Waziri, mpango huu unalenga kuboresha mfumo wa usajili wa vizazi nchini kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mbinu rafiki kwa wananchi. Mwananchi aliyekidhi vigezo vya kupewa cheti cha kuzaliwa atakuwa na uhakika wa kupata cheti husika ndani ya masaa 48. Mheshimiwa Waziri, kupitia mpango huu wananchi watapata vyeti vya kuzaliwa vya kidigitali vinavyowezesha taasisi mbalimbali zilizounganishwa na mfumo wa wakala kufanya uhakiki wa taarifa papo kwa papo. Hii itarahisisha upatikanaji wa huduma, kuongeza usalama wa taarifa, kupunguza udanganyifu na kuondoa ucheleweshaji unaotokana na matumizi ya vyeti vya karatasi. Mheshimiwa Waziri, ninapohitimisha, naomba ukubali na kuridhia kuzindua mpango huu kwa ajili ya kuanza utekelezaji wake kwa kuwa ni hatua muhimu na yenye tija kubwa kwa taifa katika kuboresha mifumo ya utambulisho, kuongeza ufanisi wa huduma na kuimarisha maendeleo ya kijamii na uchumi. Mimi naitwa Fatuma Saidi Madiga. Yaani mfumo ni mzuri. Nimejaza jana mchana na jioni nikapigiwa simu kwamba leo nije kuchukua cheti. Yaani Watanzania wote wanatakiwa wajinane mapema kwenda kuchukua vyeti. Kwa sababu sasa hivi mfumo ushabadilika, ushakuwa ni rahisi sana. Kwa masaa 48 unapata cheti. Ndio stationery. Nilienda na kadi ya mtoto na kadi yangu ya mpiga kura. Pale nilivyoenda kwanza akaniambia, nikauliza nilivyomaliza kujaza zile process zote, nitapata lini cheti? Akasema njoo Jumatatu ulizie. Kabla Jumatatu haijafika jioni napigiwa simu kwamba leo nije Lita nije kuchukua cheti.